Of course zipo na ni kweli kama unavyozungumza, kuna wakati Simba walikuwa wameonyesha interest, lakini pia na Yanga nao wana interest nayo. Unajua ukiangalia katika dirisha kubwa linalokuja hili, Yanga watakwenda kufanya usajili mkubwa kidogo na wa tofauti ili kuweza kurudisha kile ambacho walikuwa nacho. Kwa hiyo wameanza mapema kuweza kuona maeneo gani ambayo wanaweza wakafanikiwa kuweza kufanya replacement. Kwa hiyo of course hiyo kitu kipo na mazungumzo yalikuwepo, ila kwa sababu ligi hazijakwisha huwezi kujua kitakwenda kutokea, lakini kimsingi ni kama mazungumzo ya awali yashafanyika. Lakini kwa sababu kama nilivyokuambia hapa tunazungumza tuko mwezi wa 3 na ligi zitakwisha labda ni early June au late June, kwa hiyo lote linaweza likatokea, lakini so far so good. Kweli walikuwa na mazungumzo nayo na wanamhitaji kuja kuongeza kitu kwenye klabu yao. Na taarifa za hivi karibuni kwamba Simba wanahitaji kulimaliza hili dili mapema kabisa ili kutokuwa na mkuruzano hapo baadaye. Na hizo taarifa hizi koje hizi pia? Kama nilivyokuambia kwamba ni mara kadhaa tunaweza kuona Simba yani wakipinpoint wachezaji. Kwa hiyo kutakiwa na Simba ni kitu ambacho kipo, lakini mwisho wa siku wanakuwa wanashindwa kwenye kufinalize deal, aidha kutokana na budget au wanajoga wenyewe. Lakini msingi Yanga nao waliingilia kati na wako katika hiyo deal na mazungumzo yao yamekaa vizuri zaidi. Kwa kama ndio utaniambia niangalie upande gani ambao mpaka sasa hizi umekuwa na uelekeo mzuri, ni klabu ya Yanga kuliko Simba, lakini ya baadaye hatuwezi kujua. Kwa kiwalisia kwamba Yanga wako kwenye mazungumzo mazuri na mchezaji Suleiman Fofana na management yake. Na Yanga kwa muda mrefu amekuwa akimhitaji huyo mchezaji. Nadhani misimu miwili nyuma alikuwa anamhitaji pia. Na of course ni muda mrefu, lakini ilikuwa inashindikana kutokana na matakwa ya kimkataba, lakini pia na maslahi ya mchezaji. Lakini kwa siku za karibuni ni kama Yanga wameamua ku break through hivi, unaweza kuona kwamba kadri siku zikikwenda wanapandisha ile fedha ya usajili. Unajua hivi vitu vinakwenda kwa limitations. Sasa hivi kidogo ni kama wigo wao wameweza kutanua na wameweza kuongeza kiwango, kwa hiyo wanaweza kufikia katika usajili wa kati katika soka la Afrika. Ndio maana unaweza kuona hata wameweza kumchukua Depo kwa gharama kubwa. Kwa maana yake sasa wanaweza kuafford kuchukua baadhi ya nyota kuanzia $500 plus, ndio ambacho kinafanya waweze kuwa jeuri na pengine kutamani kuweza kumchukua katika dirisha kubwa. Na kwa wale ambao hawamfahamu vizuri, Suleiman Fofana ni mchezaji ambaye anahudumu kwenye nafasi gani uwanjani? Huyu ni mchezaji ambaye anahudumu katika nafasi nyingi kiwanjani, nafasi nyingi sana zote kwenye eneo la ushambuliaji, kuanzia kwenye kiungo na ushambuliaji. Kwa hiyo unaweza kusema ni versatile player ambaye anaweza akawasaidia zaidi. Na ukiangalia kwenye maeneo kama hayo, Yanga wanaye Allan Okello. Wanaye Okello, lakini kama nilivyokuambia kwamba Okello ni mchezaji ambaye wanamwandaa kuja kuwa mchezaji mkubwa kwenye klabu yao. Lakini pia Yanga wana mataji mengi. Unaweza ukawa una kiungo mshambuliaji, lakini pia ukawa una mshambuliaji namba 2, lakini pia ukawa na kiungo ambaye anatokea chini. Kwa hiyo ukiwa na wachezaji watatu au wanne ambao wana uwezo mkubwa, maana yake timu inakuwa inaimarika. Kwa hiyo ukiangalia katika ubora wa juu wa Okello, ukija kureflect na ubora pengine wa Pacome, maana yake ni watu ambao wanacheza katika aina moja kama ya mpira, na kile unaweza kuwatumia katika maeneo tofauti itegemea na mwalimu anachokihitaji. Kwa hiyo unapokuwa na wachezaji ambao wana vitu vingi kiwanjani katika eneo la shambuliaji na kusaidia na kupunguza uwezekano mkubwa wa kuweza kushambuliwa. Kwa hiyo binafsi nafikiri itakuwa aina ubaya na itakwenda kuongeza kitu hata kwenye eneo la shambuliaji. Tunaweza tukazungumza kwamba dili la mchezaji Suleiman Fofana kama itafanikiwa, ushawishi pia wachezaji wa Young Africans ambao waliwahi kuhudumu hapo. Unajua kwa sasa hizi si tu wachezaji ambao wameweza kuhudumu. Ukiangalia kwa sasa hizi Yanga, kwanza kiongozi wao amekuwa akijitangaza. Lazima tuzungumze kwamba uwepo wa Reals nao pia unawasaidia kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu ni kiongozi ambaye anatumikia majukumu ambayo yanamfanya aweze kucross cut katika nchi nyingi za Afrika. Ni kiongozi kijana na watu wengi wanafuatilia mpira. Kwa hiyo uwepo wao katika maeneo mbalimbali ya kimpira na unafanya aweze kuitambulisha klabu yake kwa ukaribu zaidi. Lakini pia nyota ambao wapo Yanga na ambao wameweza kutoka katika michuano hii ya AFCON iliyopita na by the way walifanya vizuri, ndio pia inakuwa ni sababu ya kuweza kufanya watu waweze kuamini. Utakumbuka kuna kipindi fulani mtu kama Pacome aliitwa kwenye national team ya Ivory Coast, hata kama akwenda kwenye AFCON ile tu kuweza kuitwa, maana yake nchi nzima ya Ivory Coast wanakuwa wako aware kwamba mchezaji ameitwa kutoka Tanzania, ni kama kwa sisi leo tukajua nyota wetu wa ndani. Kwa hiyo inafanya watu waweze kufuatilia hiyo ni timu ya namna gani kutoka Afrika ambaye imetoa mchezaji ambaye anaingia kwenye national team ya Ivory Coast katika mechi za awali. Lakini pia ukiangalia ambacho anakifanya Diarra sio kitu kidogo. National team ya Mali ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika ambazo zina nyota nyingi barani Ulaya. Ile kuwepo kwenye kikosi cha Mali, lakini pia sio kuwepo tu,
na kuweza kucheza kwa muda wote katika mechi zote, maana katika ule ukanda wa Afrika Magharibi kuna kitu anapata, anachezea wapi, timu gani, kwenda kwa ni rahisi watu kuweza kuvutika. Kwa hiyo mafanikio ambayo ameyapata, lakini pia na uongozi ambao uko nao unafanya wachezaji wengi iweze kuwa rahisi kuhamasika kuja kutumia klabu ya Yanga kutokana na kile ambacho wenzao wamekipitia au wanakifanya. Na kwenye dirisha lijalo Yanga amelenga kusajili wachezaji wangapi kwa jinsi ambavyo ulivyoangazia mara nyingi unafahamu hizi tetesi za usajili? Kimsingi ni kama vile kwa ambacho ninacho ni kama wanakwenda kuanza upya. Ili ningependa kulizungumza, yes of course. Ni kama wanakwenda kuanza upya. Kwa hiyo tutegemea kuona usajili mkubwa sana katika dirisha kubwa linalokuja. Hili lina afya kweli kwao? Sasa unajua unapozungumzia afya lazima uangalie na malengo uliyohitaji. Unajua kuna wakati timu zinalazimika kufanya kutokana na kushindwa kupata kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Yaani hauwezi ukasema uendelee kwa wachezaji ambao unaamini kwamba hakupi kitu, ili tu watu wakuone kwamba usajili. Sio maana ya mpira. Mpira ni kama ni biashara brother. Baba za Mwandike, unafungua duka baada ya kuona kuna wauzaji. Sasa utaendelea tu kung'ang'ania bidhaa ambayo haitoki sokoni, watu wasije kwa kufunga biashara au umbadilisha biashara. Hapana, hii ni business kama business nyingine. Kwa hiyo unapofanya usajili ukiona hujakliki, unaangalia namna bora kuweza kuosha hili cha msingi kuweza kufikia malengo yako. Kwa kinachoangaliwa sio usajili, kinachoangalia kuweza kuattain your goals ambazo umejiwekea. Kwa kama ukiona na kundi ambalo alikupi, utabadilisha hata mara 7 ili mpaka ufikie siku ambayo utapata wale ambao unawahitaji. Hii sio academy kwamba ipo kwa ajili ya kulea vipaji na kuja kuuza. Ni timu ambayo miongoni mwa timu kubwa ambayo inatamani kuendelea kupata mafanikio hasa ya nje ya Tanzania, kwa sababu ndani tayari ushafanikiwa sana, na uwezo kufanikiwa nje kama utakuwa na kikosi ambacho kina makali kuweza kushindana na giant wa Afrika. Kwa hivyo binafsi nafikiri wapo kwenye transition ya kwenda kupigania ubingwa wa Afrika, sio wa ndani. Kwa hiyo wanachokifanya na badala kwa mara kwa mara si kwa ajili ya kumkabili Azam au Singida au Simba, ni kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo wanaweza wakabiliana na timu kubwa la Afrika. Kwa hiyo watabadilisha mpaka siku ambayo watakuja kujipata ndio wataamua kutulia. Kwa hiyo kiwalisia kwamba ni wachezaji wachache tu ambao watasalia. Wachache sana watabakia. Na nafikiri ligi inakwenda kumalizika. Tutawasiliana tukiwa na uzima, nitakupatia taarifa zote. Hakuna shida. Nikushukuru sana kiongozi. Karibu tena. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.